Amen. Mark 14:72 says, a second time the rooster crowed. Then Peter called to mind the word that Jesus had said to him. Before the rooster crows twice, you will deny me 3 times. And when he thought about it, he wept. Amen. Mwingine The other akamsaliti. betrayed him. Lakini katika kumsaliti, But by betraying him, hakukumbuka, he did not remember. hakufikiria. He did not think about. Bwana alisema ya kwamba mtu mmoja The atamsaliti. Lord told me that one person gonna betray him. Kumbe alikuwa mimi. So that was me. Lakini alichokiona, But what he saw, okay, uchukue pesa zenu. so now took your money back. Kumbe yenyewe nilifanya huyu mtu ndio hivyo tu. So what I did to this person, Rudia kwenye maneno ya Yesu. you have to come back to the word of Mwambie God Bwana, kumbe mimi and nimekusaliti. say, Jesus, did I really betray you? Angekuwa na roho ya kuomba. So if he had a heart of that to remember, he should ask for forgiveness. Eti akajinyonga. So they said he killed himself. He hung himself. Lakini huyu But this person, akakumbuka, the other one remembered akalia. and he wept. Katika kukumbuka But in remembering, kunatengeneza mambo mapya. there is something which comes new to you. Alikumbuka yaliyopita, He remembered what passed. akakumbuka yaliyozungumzwa na Bwana. He remembered what has been spoken by God. Itafikia siku ile, It reached that day. akakumbuka He remembered. Bwana alisema jambo hili, The Lord said about this word. akalia, He wept. akajuta. He regrets. Ikatengeneza future yake And that repaired his future. ya kukaa tena To sit again pamoja na Bwana katika ufalme wake. with the Lord in his kingdom. Kuna mengi ambayo tuliyoyapitia. There is so many things we pass into. Ulilia sana katika maisha yako. You cried a lot in your life. Ukasema, Bwana, And you say, oh Lord, natamani kuwa na mke. I need to get married, a wife. Lakini maisha ndio haya. But life, that is how it is. Na zaidi ya hayo, And above that, Mungu nisaidie nifikie kuwa na mke. God help me to reach the point that I have to have a wife. Bwana akasikia haja ya moyo wako. And the Lord heard the cry of your heart. Akakupatia mke. He gave you a wife. Huyu mke leo unamuonaje? And this woman today, how do you look at her? Kumbuka kilio chako mbele za Bwana. Remember your cry. Kumbuka siku ya kwanza ya kukutana na huyo mke. Remember the first day you Kumbuka siku yako ya kwanza ya kukutana naye. remember the first day you met with her. Huyu dada naye akakaa. And this sister as well sat down. Bwana, siku zangu zinaenda. Oh my God, I'm getting it. Natamani kuwa na mume. I need to get Nianze married. familia yangu. So I can start Na my mimi family. nionekane mtu. I can be looking as a human being as well. Bwana akasikia kilio The chako. Lord heard the heart, the desire of our Akakuletea hearts, mume. and just brought to you a man, a husband. Unasimama aje mbele za mume. How do you stand up in front of your husband? Unanyenyekea aje mbele za How mume. do you humble yourself in front of your husband? Kumbuka kilio chako mbele za Remember Bwana. your cries. Ulipolia na akasikia. When you Na akafanya haja ya moyo and wako. he did, he met the desire of your hearts. Baba, tizama haya maisha ya kambi. Oh Lord, Father, remember this life in the refugee camp. Bwana nikumbuke. Oh God, remember me. Nikitoka katika kambi hii. If I just Nikitoka katika hali hii. if I just Bwana nitakutumikia. Siku zangu zote. Bwana nitakutumikia. I work for you. Mbingu ikasaini. And the heaven signed. Leo uko hapa. And today you are here. Kumbuka Remember ahadi zako mbele za Bwana. your promises in front of Na God. jinsi unavyotembea naye. And how you walk with God. Bwana ndio anajua. It's only God who knows. Kwa kiwango unachomtumikia. The level which you Kwa are jinsi unavyosimama. the way you are standing Ndio agano uliyofanya naye au the promise you did with God. Is that what you did or not yet?
Bwana, familia yangu, Father, my family, maisha haya sina uwezo this life I'm really incapable ya kulea watoto wangu vizuri, and to grow up my children. lakini ajabu, But miraculously, hata wengine wazazi even other parents, hawajali watoto, they don't even care about their hawajali children. familia, They don't care about their hata family. ikiwa wanatumika Even they are working, hawajali maisha ya watoto. they don't give their life Hivyo for kwa their nini family. Why? ulilia mbele za Bwana You cried in front of God, na ameifanya yote? and He did whatever you required. Unataka nini mbele za Bwana? So what do you want in front of God? Kumbuka ulivyosimama mbele za, Remember how did you stood up in kumbuka front yale of Him. uliyazungumza mbele za. Remember what you spoke to Him. Mungu asahau. God will never forget. Soma kitabu cha Isaya Let us read in the book of Isaiah, sura yake ya 49 Isaiah 49, na mstari wake wa 15. 49:15. Tunaenda kumaliza hapo, tutaenda kumwambia Bwana. We're going to finish and then we're going to take God. Kitabu cha Isaya sura 49 tunasoma haya yake Ya 15 mpaka 16. 15 mpaka 16 tunasoma kwa jina la Yesu. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto mwenye wake anyonyaye, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, waweza kuwasahau, lakini mimi sitakusahau wewe. 16. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, kuta zako ziko mbele zangu daima. Amen. Amen. Isaiah 49:15-16, he says, can a woman forget her nursing child and not have compassion on the son of her womb? Surely they may forget, yet I will not forget you. See, I have inscribed you on the palm of my hands. Your words are continually before me. Amen. Huyu ni Bwana ambaye anazungumza kwa ajili ya sisi. This is the Lord who's speaking about us. Unadhani ya kwamba Mungu amekusahau, You are thinking lakini that hata huyu God mama akisahau, but even this woman lakini forget. yeye hawezi kusahau. But him you never forget. Kwa hiyo usizani Bwana hakujui Do not really au Bwana hakutizame. that God does not look. Anajua na anakukumbuka. He knows you and He remember you. Kuna mambo amefanya kabla, There is something He done already. lakini anajua chini ya jua. But He knows that under the sun Sote twenye mahitaji, we all have intentions. lakini unakumbuka yale But aliyoyafanya. you remember what He did for you. Yeye anakumbuka Him just remember yale ambayo anayo makusudio kwako, what His plan is to you. lakini wewe unakumbuka But do you really remember yale ambayo amekufanyizia? what He's done for you? Au umefika hapo Or umesahau you reach here and then you forget uliyoyasema kwa ajili ya matatizo, what you said, kwa ajili ya shida ya kula njegere, kwa ajili ya shida ya kukula mahindi, ukaanza parara. and you start talking. Umefika hapo umesahau, And you came lakini Bwana yeye hasahau. but the Lord never Ulikuwa forget. ukimwimbia wewe, You are lakini second umefika hapa but reach here. tena unaenda kukwaya na gari, lakini umekataa kumwimbia. Ulikuwa ukipanda milima kwa miguu yako, lakini hapa umekataa. Bwana hasahau, hata ukilia yeye hasahau. Him He does not forget. Uliyoyafanya mbele What you did before, yanasaidia mengine kufanyika. He had something else to be done. Yakiwa mema If it was good, yatazidi kuleta mema, it will continue to bring. yakiwa mabaya If it was bad, yatazidi kuleta mabaya. it will continue to bring bad. Nikwambie kweli, Let me tell you the truth. hata tuko sisi wote mkanisa moja, Even if we are all together in one church, maisha yetu yako sawa sawa, our lives never be on the same level. iwe hali ya kimwili na ya kiroho. Spiritually and physically, we are not on the same level. Utakuwa na pesa nyingi kunizidia, You'll be very rich, having too much lakini money, utakuwa na shida. but you have difficulties. Nitakuwa na pesa nyingi kukuzidia, I will have too much money, lakini nitakuwa na matatizo. I will have problems. Hiyo hatutayaepuka. We never jumped that once. Pesa imalize tatizo, Money never finished the problems. pesa imalize shida. Money never finished the Yule problems. aliye mbinguni The one who is yeye here, analeta pesa He just brings na
kwa fiancé. Let us go to be, let us take example of a fiancé. Sijui vinatoka wapi. I don't know where this is coming from. Katika uchumba wako, When you are doing a fiancé, usisahau ya kwamba Yesu anarudi. do not even forget that Jesus Christ is coming back. Unaona mtu sio tu kwa fiancé solo. It's not only to fiancés only. Mtu akiwa na plan yake, If someone have his plan, hawazaji kingine kitu. you never think about other things. Hivi siku fulani kisha hiki, So after this, itakuwa ingine hii. it will be this and that. Yesu iko narudi. Jesus Christ is coming back. Oh. Hivi wedding yako iko kesho. So your dream is tomorrow. Your wedding is tomorrow. We shall spend ile marobe manini. You spend all money for buying stuff. Yaani wewe unakuwa pale kuimbiwa. And they only people gonna come and sing for you. Kisha bwana yako anapelekwa mbinguni. And your husband is taken in heaven. Wewe unabakia. And you are staying there. Utavala zile robe zako na nani? Whom are you gonna share your clothes again? Ndugu zangu, katika kila jambo, My brothers, in everything, tujue Yesu. we have to remember that Jesus, Tusisahau to not forget ya kwamba Yesu iko mlangoni. that Jesus Christ is in the door. Ile ndio inatusaidia sisi That's what helps us kujisafisha daima. to cleanse our more and more. Kama Bwana ikifika hujafikia, Because God, if this rain, napenda wedding yangu iwe na baraka. I need my wedding to be having a Kama blessing. utakuwa hujarudi, If you're not coming back wedding yangu yet, iwe na baraka let zako. my wedding to have your blessing. Lakini ukija na kabla haijafikia, If you come before my wedding day, natamani niwe sheri wako hewani. I need to be your girlfriend that day, Jesus. Niwe sheri wako hewani. Best friend that in heaven. Kwa ajili ile ni mariage yenyewe, ijali mke au mwanaume. Because that marriage does not need man or woman. Sie wote tuko ba fiancé. We all fiancés. Mama ndevu, Even your beards, mama makeup. you have your make beautiful makeup. Sote ni wabibi harusi wa We Bwana. all the wives of Jesus Christ. Tuwe tayari. Let us be ready. Tutakuwa tayari kama tunakumbuka. We will be ready if we remember. Kama tunakumbuka tutajiandaa. If we remember something, we're going to prepare ourselves. Kuna mambo ambayo Bwana alifanyaga lakini hauikumbukaki tena. There is something which the Lord has done for you, but you always forget it already. Sijui inatoka wapi. I don't know where it's coming from again. Lakini Bwana anataka hivi. But God wants this. Yale ambayo alikufanyizia. What He's done for you, Hakuifanya tu. He did not just do it because He had to do it. Alifanya juu. He did it because Usisahau maisha yako yote. for you to not forget about it in your Kwa life. ajili kuna mwingine aliye pembeni yako. Because there is other person who is close to you. Anateseka na ile tatizo. He is or she is suffering for the same problem. Tunaishia kuhubiri hapa. Nani kabisa mwenye iko na kitu ambacho Who really have something ni cha muhimu sana, ni kitu cha ajabu. which is really special things for him. Kitu cha ajabu haiko kusema ulikuwa nakufa ukafufuliwa. Something special is not like you dying and then you've been raised up again. Kuna mtu alikuwa mgonjwa sana. There was someone who was really sick Mwili ikawa moto sana. and his body became too hot. Lakini akakosa $1 kununua Panadol. But he did not have $1 to buy a Panadol. Amen. Amen. Mwili ikawa moto sana. His body came too hot. Ikabidi anywe Panadol ili ile mwili ipoe. He needed a Panadol so that his body could cool Lakini down. hana $1. But he did not have $1 to buy the Panadol. Kipindi akitembea akijiuliza hivi mimi So nitafanyaje? when he was walking and asked himself, what am I gonna do? Akaokota $1. He really took $1 on the floor. Oh, Mungu wangu. Hii kweli ni muujiza umenifanya. Oh God, this is the really miracle you've done for me. Nikisimama hapa kushuhudia kwa ajili ya hilo jambo. If I stand up here to testify because of Tu wewe upasi pesa za kununua Panadol. because you don't know Utaiona ni ndogo. you see that Lakini mimi ambayo nilikuwa nimeikosa ile. as I'm missing the money, Ni jambo kubwa kwa. it's a great thing to me. Bwana anataka God need useme ile to say that yenye alikufanyia. what He's done for you. Kuko wengine hapa. There is other people here. Walizaliwa They've been born na wazazi wakafa. and their parents passed away.
lakini uko mzima but you still alive. na unaishi mpaka leo. And you're still alive today. Wengine wamekwisha ambiliwa na wadokta, And others have been told by the doctors, wewe hautaishi tena you never have a longer to live again. kwa ajili ya magonjwa haya, Because of the sicknesses you have. kwa ajili ya kansa ulio nayo. Because of the cancer you have. Lakini kama uko hapa But if you are here, ambao Bwana alifanya muujiza kwako, and the Lord is a miracle, ambao familia imekata so matumaini the family has been ya disappointed, kwamba hakuna tena maisha ndani mwako, that there is no longer life in lakini you, Bwana akakupa tena but uzima. God gave you again life. Kuna aliye pembeni There is someone who is close to you, ambaye hana tena matumaini, who does not who lose hope already. washamwambia mu wiki mbili utakufa, They told him already that in 2 weeks he will die. lakini Bwana anatamani uwe But God needs you ujenge matumaini ndani ya mtu. to build up hope in other people. Kama unakumbuka jambo hili, If you remember this thing, mtu mmoja au wawili, 1 or 2 people, ambao unasikia kuna jambo ambalo that you really think that there is something Bwana amelifanya, the Lord has done for you, ukaribia. welcome here in front. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Najua sio kawaida yangu mimi kusimama hapa. I know it's not my usual habit to stand up here. Hata roho yangu ndani hivi. Even my heart, Tetemeka kwa kusimama. even my heart is really shaking because I'm standing up here. Lakini sitaacha kushukuru Mungu kwa mema ambayo But amenitendea. I'm not gonna fail to not thank God for what He's done for me. Nasimama hapa leo kwa sababu Mungu yupo. I'm standing up here because God exists. Unajua yaliyotokea kwangu, You know what's happened to me? machoni mwa wengine ilikuwa ni rahisi, In eyes of people was just easy thing, lakini haikuwa rahisi. but it wasn't easy. Najua walio wengi mnafahamu story yangu. I know so many people knows my story. Nilikuwa pefi, nilivunjika shingo. I was in Perth and I've been broken up the neck. Tena nilivunjika upande zote mbili. And it was both sides, left and right. Najua wamoja wenu mlipata TV. Ilikuwa I know other people they was watching like a movie on the television. wamoja wenu mlipata habari za kijana mmoja mcheza mpira Other ambaye was really aliyevunjika tena shingo kama that mimi. one young man has been broken up his neck and that's Yeye ilikuwa ni ngambo moja, that person was one side, lakini mimi nilivunjika ngambo mbili but za I shingo have yangu. broken 2 sides of my neck. Lakini nikwambie leo, Now let me tell you today, huyo kijana hatembeagi, afanyaki kitu chochote. this one man will never walk anymore. He became a disabled. Aliharibika mwili kabisa, yani yeye hatembeagi wala hatikisika. He is a disabled, definitely disabled. Yani shingo ndio inapitisha maji kutoka kuservo, yani inaenda Because mwili. the neck really helped water to go into our brain and go into body. Sasa ukivunjika shingo, yani hakuna tena communication. So if you broken your neck, there is no communication anymore for you. Ya damu maji kutoka kichwani Communication between kwenda blood sehemu and zingine za mwili. water to go up and down in the body. Lakini mimi nilivunjika shingo But I've been broken both sides, my neck, na niko hapa. and I'm still here. Hallelujah! Hallelujah! Mungu asifiwe. Praise the Lord! Nipo hai. Hallelujah! Haleluya. Sio kwa uwezo wangu. It's not because it's not my ability. Sio kwa uwezo wangu. It wasn't my ability. Hata sio kwa sababu mamangu aliliaga sana, Or it's not because my mom was crying too much, bali ni sababu Mungu but because God, alikuwa upande wangu. He was on. Amen. Hallelujah! 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 Yes, Lord. Haleluya. We give you praise, the Lord. Bwana Mungu nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo nyota Mungu kwa vitu vyote pia
you to stand up where you are. Kata kwanza. Unajua wakati huyu kijana alitoka Perth, You know when this guy came from Perth, ukienda kumwangalia if you go to visit him, unaogopa. you'll be afraid. Unajua wanakuambia tu mtu amevunjika, You know they told you that one certain person will be broken down. unaisikia. You just hear it. Lakini sasa tunaenda kumvisit, But when we're going to visit him, ukimwangalia sawa mwanadamu, if you look at him as a human being, unajiuliza mroho, you just ask in your heart, hivi Mungu hii itakuaje? oh God, how is this going? Alikuwa anatembea na kikitu, He was walking with something, a mask, wala hawezi fanya hivi while he couldn't even turn left to kwa right miezi kadhaa. for many months. Amen. Amen. Roho yangu jinsi wewe ulivyo. Funika ndugu Dennis ndani ya damu yako. Yesu, umefanya matendo ya ajabu na leo ameyatangaza wazi. Tunamfunika ndani ya damu yako ili kwamba uweza wa giza, mishale ya shetani isiwe na uwezo kwako. Kwa jina la Yesu, acha maneno haya ambayo ameyatoa kwa mataifa ikutanane na yule anayepitia shida na kumsaidia. Baba, asante kwa ajili ya ndugu huyu. Asante kumkumbusha matendo yako ndani ya uzima wake. Asante kwa uzima wake. Neema yako Bwana Yesu tukukie. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Tunaendelea katika haya. We continue with this mode. Ninasimama I'm standing up here kwa sababu haya tulipaswa kuyafanya Sunday. because this we were supposed to do it last Sunday. Saturday ambayo ilipita, Last Saturday, hii jambo imejitokeza tena. this thing happened again. Na wale ambao walikuwa kwenye maombi, And those who are in intercession prayer, tumepitisha kiasi cha maombi we really passing a long time kushuhudia na to kuabudu. testify and to worship. Amen. Amen. Tukaenda nyumbani, We went back home mama akaniambia hivi. and my wife told me this. Asema, mchungaji, najua Man of God, I know nilipashwa kusema na imani, I should say this as well, lakini sikupata neema. but I did not have that grace. Nikamwambia Mungu atakupa neema. And I said, God will give you the grace. Amen. Amen. Sunday tulifika hapa, Last Sunday we came here, shauku ikataka kupanda tena. and that desire again tried to go down. Ilikuwa kama kitu inapanda mpaka Because something was really growing up in her heart until she had to say it. haikuwezekana. It was impossible as well to Na say. hivi hiki kinarudia. And as this is coming back again, Nimemwambia wamsemeshe pale, and I talk to her, kumkumbusha kwamba Bwana just to remind her that God amekupa neema. God gave you the grace today. Nitaomba ufunge macho yako, And I ask you to close your eyes umsikilize, sio kwa kumtazama unayemjua. and to listen to her not as you know her. Tuko katika lile neno la kukumbuka. We still in that word of remember. Kumbuka Bwana alipokutosha. Remember where the Lord has brought you Kumbuka from. Bwana aliyofanya kwa ajili Remember what yako, the Lord has done for you, kusudi uwe na sababu ya so that you kumwabudu. can have a point. Niombe usimtazame mama Bwana I'm unayemjua. asking you to not look at her as Niombe you know roho her, yako ifuatane na but yeye I ask your heart to follow her na ways umwonee huruma, and feel sorry kwa of sababu her mercy. ninajua ni mambo mazito, Because I know that it's very hard, mengine hata kuwa na uwezo ya kuwatoa, and some other is not. She don't lakini have the Bwana able to say. alimwambia kwamba But the Lord told sharti her aseme yale, she must say kwa that sababu kuna wengine wengi wamepitia because hapa. there is other people passing through that.
Wakati ukimsikiliza while we are listening to her, mchungaji umepata neno ya kusoma hapa, and the man of God just found the word to read, na yeye akijiandaa, and while ili niweze kushuhudia makuu na maajabu ambayo umetenda maishani mwangu. Sijasimama ili niweze kuwapendeza wanadamu. Nimesimama ili niweze kushuhudia matendo na makuu ya ajabu umetenda kwangu. Ungalita Baba, singaliweza kuonekana mahali hapa leo. Acha sifa na asante zikurudi, maana uko mwema. Hakuna aliye kama na wewe. Kwa jina la Yesu. Tunasoma verse hii alafu mama anasema. We are reading this verse and then mama will now say something. Bwana ameturuhusu tusome kitabu cha Isaya 49. The Lord allowed us to read in the book of Isaiah 49. Mstari wake wa 7. Is 7 verse. Tunasoma katika jina la Yesu. Read in the name of Jesus. Mwenyezi Mungu mkombozi na mtakatifu wa Israeli amwambia hivi yule anayedharauliwa mno, yule anayechukiwa na mataifa na ambaye ni mtumishi wa watawala, wafalme watakuona nao watasimama kwa heshima, na wakuu watainama kukushuhudia kwa sababu yangu mimi Mwenyezi Mungu, ambaye hutimiza ahadi zangu, kwa sababu yangu mimi mtakatifu wa Israeli, ambaye nimekuteua wewe. Amen. Isaiah 49:7. Thus says the Lord, the Redeemer of Israel, the Holy One, to him whom men despises, to him whom the nation abhors, to the servant of rulers, kings shall see and arise, princes also shall worship, because of the Lord who is faithful, the Holy One of Israel, and he has chosen you. Amen. Amen. Nataka interpreta wa mama au wa mwanamke. Lord side here. Good. Please. Niombe roho yako iwe hapa. Haleluya. Nasimama hapa kushuhudia matendo makuu ya Mungu ametenda kwa ajili yangu. I'm here to testify the great deeds that God has done for me. Namshukuru mwalimu kwa neno la siku ya leo. I thank the teacher for the words of today. Ametufundisha ya kwamba tukumbuke tulipotokea. He has taught us to remember where we came from. Nikirudia nyuma kidogo, If I go back a bit, wakati nilipozaliwa nilieneza miaka 2. when I was born and turned 2 years, Baba yangu alitoweka. my dad died. Mama yangu alichukiliwa sana na familia yake. And my mom was hated by her family, his family. Walipokuwa wameketi chini kwenye kilio, When they were at the funeral, kwa hiyo wiki ambao walikuwa wameketi, the whole week that they were holding the funeral, wa baba zangu mdogo, wa shangazi wote wakauzisha nyumba. my uncles and aunties sold their house. Kilio ilisha, mama yangu yuko nje, hajua ataenda wapi. As the funeral ended, my mom was homeless. Lakini Mungu alimsaidia kwa sababu alisoma. But God helped her because she was educated. Alikuwa anatumika na akakamata nyumba kama vile tunachukua manyumba za mortgage. She was working and she took a house as a mortgage house. Mungu alimsaidia akaendelea kutumika na kalipa ile nyumba. God helped her. She continued to work and she paid off the house. Nitaendelea juu ni historia mrefu. I'll continue because it's a long story. Wakati nilipofikia kwenye umri wa miaka kama wa dada zangu mimi nawaona hapa, as I reached the age of my youth, nilikuwa mwenye kudharauliwa sana na marafiki zangu. I was really rejected by my friends.
Nilikuwa nikitazama wengine wanacheza na baba zao. I would watch others play with their dads. Walikuwa wanapata kile ambacho walikuwa And wanakihitaji. they would get everything that they would need. Lakini mama yangu kwa hali ya ujane, But my mom with a young age, alifanya nguvu yake yote sikukosewa na chochote. she worked hard enough for me to get Ila everything. shetani alikuwa pale kaniingizia roho moja ya tamaa. But the devil was there and he set the spirit of envy in me. Wakati tunajua sisi wote bamingi tunapendaka mode. We know that a lot of us like things that don't Kama come. kuna chukuya mavazi fulani ambayo yanatoka kwa ile wakati, If there were things that would come out at that time, nitatamani kuipata na hiyo uwezo sina nayo. I would want to get the things even though I didn't have the Nikiuliza money. rafiki yangu, je, umepata hii nguo namna gani? I will ask my friends, how did you get this Atanionyesha kama outfit? baba yake alimpatia pesa na She will kanunua. show me that her father gave her the money and she Alafu nikamsumbua huyu mama yangu sana. and I really bothered my mom. Nikakuwa namuiba pesa. I used to steal her money. Nitaiba pesa kwa ajili tu na mimi ninunue ile nguo ndugu I yangu would steal alifanya. money just so I could get what my friend had. Nikitafuta kucheza pamoja na wao wananifukuza toka kule, wewe uko yatima. As I would want to play with them, they would kick me out and say you're an orphan. Lakini sasa mimi nakuwa naangalia wadada kisi viko na upendo ya ajabu. But as I watch the girls and I see them with Hawabague love, mtu yeyote, wote they don't wanapendana. reject anyone and they love each other. Yaani ile kitu inakuwa inanijenga sana. And that gives me courage. So walikuwa wananidharau kabisa, nilidharauliwa yata. I was really looked down upon, Lakini Mungu hakuangalia wala hakujali na yale yote. but God didn't care about that. Mungu akanibariki mume ambaye anachukua nafasi ya baba. God blessed me with a husband who took my father's Na place. zaidi ya ile nipatia na wababa wengine, Papa Serafe, Papa Leki na wengine And with wote. that, he gave me other father figures. Hawa wote walikuwa wenye kufunika hiyo nafasi ya They baba. all filled the hole that my father left. Basi nilikomala hivyo, sikujua furaha ya baba ni gani. I grew up like that without knowing the love of a father. Nilienda kumasomo, nilipitia shida na matatizo. I went to school, went through a lot of trials. Wakati ya vita, Through the war, nakumbuka washangazi yangu wa baba yangu mdogo walitutafuta. I remember that my aunties on my dad's side looked for Walitafuta us. mahali pa kukimbilia, lakini They haikuwezekana. looked for where to go, but they didn't find the Lakini way. walikuja kutafuta kwetu juu sisi tulikuwa tungaliki msecurity. But they came to my mom's house because we still had security. Lakini juu mamangu alikuwa Mkristo, hakuweza kuwafukuza, Because aliwapokea. my mom was a Christian, she didn't throw them away, she welcomed them. Alafu tukakimbia sote tukaenda kuvilaje kwa mamangu pamoja na baba So mdogo. we all went to my mother's village with my uncles. Tukaachana hivyo, maisha yakaendelea. We lived like that. Wakati nilitaka kufanya mariage, And when I was about to get married, mume wangu akaniambia sio vizuri wewe kufanya wedding na haumtafute baba yako mdogo. my husband told me it's not good for you to get married without Ama looking for your kumtafuta uncles on shangazi your dad's yako. side or your aunties on your So dad's mie side. na yeye tulizunguluka, tulitafuzisha, nilikomala na mimi sijui baba yangu mdogo anaikalaka wapi, wale shangazi anaikalaka So wapi. me and my husband went and looked around for my uncles and aunties because I Lakini didn't know where they tuliwatafuta lived. na tukawapata, mkwe mchukue mali. We looked for them, we found them, and we asked them to come and get the bride price. Walikuja, walichukua mali na wakapotea. They came, they took the money and disappeared. Wala hawakuweza kumwachia mama yangu kidogo ya kufungia hata mtoto nguo kwenye. They didn't leave anything for my mom. Basi tukashukuru Mungu kwa yote. We thank God for that, Tukaendelea hivyo. and we continued like that. Wakati mdogo yangu na anafanya mariage, nilikuwa niko mkambi. As my younger sister also got married, I was in the refugee camp. Nikamwambia jikaze, utafute wale wa ndugu wa baba zetu waje wachukue mahali kusudi tupate baraka. I told her, make sure you look for our fathers to come and get the bride price so you'd be Lakini blessed. alikatala, akasema hapana, ya kwako walikula, mama yangu wakupata chochote, kwa hii mama yangu watakula, wao watapata So she chochote. refused. She said, for you they took everything, they didn't give anything to my mom. So for mine, my mom will have everything. So alifanya mariage wala hakuwashirikisha. She got married without involving them. Leo anakuwa na miaka zaidi ya 10, hajapata mtoto And today she has more than 10 years without a child. kwa ajili ya maneno ambayo waliweza kumtamkia huko nyuma. Because of what they talked about for her. Basi kaka yangu pia naye wakati alipofanya mariage, And when my brother also got married, wakawaita tena kuambia ndio vile mtoto anataka kuoa,
mkuye mumuoe mtoto wenu. So we called them again, your son's about to get married, come and marry for your son. Sababu mali ambao walioyachukua kwangu walisema wanayapeleka kusudi wamchungie huyo kakangu atakao wanaye. Because the money that they took from me, they said they will hold it for my brother so he could marry with it. Lakini hawakuyafanya, si wenyewe tuko hapa na ndio tulimsaidia tukamwoa. So they didn't do it. The people you see here are the ones that helped him get married. Basi namshukuru Mungu sana kwa matendo makuu ya ajabu ambayo aliyonifanyia. So I thank God for all the great things he has done for me. Na kuona tena niliweza kumjua Yesu mbele hata nifanye mariage. And to also see that I knew Jesus way before I got married. Kwa ile madharau yote na hiyo hamu ya tamani nilisema mbele kama iliwezaka kuniingia kusudi na mimi nikuwa ku same level na wa vijana wenzangu. With all the rejection and the spirit of envy that was in me. Wakati nilipookoka Yesu akamaliza yote. When I got saved, Jesus took it all away. Namshukuru Mungu sana maana hivi siwezi tena kulia sema mama yangu alifariki, baba yangu alifariki. Niko na mama, niko na baba ambaye anakava kila kitu. I'm really grateful to God. I can't cry that I'm an orphan because I have mothers and fathers around me. Amen. Amen. Yapote duniani ndege huimba wasikia, milima hupendeza macho sana, upepo nao wafurahia roho yatima. I'm asking you, you are here, you are an orphan. Au labda ulikuwa na maisha mazito kama ya. Or you grown up in a life, hard life like Mama Bona's life. Na labda mpaka sasa roho yako ingali na kidonda. And maybe until now your heart is still burning. Kwa sababu ya yale uliyofanyiziwa katika because of what you have been told, you have been done to you. Nikuombe kwa jina la Yesu. I'm asking in the name of Jesus. Uwasamehe wale. To forgive them. Uwasamehe wale. Forgive them. Uzima wako ni katika mikono ya Bwana. Your life in His God's hands. Bwana ndiye ana neno la mwisho. God is the one who got the last word for your life. Waliomdharau katika ujana wake. Those who really mistreated her. Wengine wanampigia simu mpaka sasa. Other people are now calling her right now. Kwa hiyo wale wanaokudharau. You know those people really disregard you. Don't really be upset over neno tunalolisoma sasa hivi. The word which you wrote now. Asema hata viongozi na wakubwa. He said even the leader and the rulers. Watakuangukia. They will kneel down in front of you. Kwa hiyo usishangae na madharau. So don't be destroyed. Mtazamie Bwana. Mungu akikuinua ipo siku wale wakudharau watakuja kwako. When God will lift you up, those who really mistreated you. Neno la pili ni nalo. And the second word which I have. Ni kwa wale ambao labda roho yako iko nashindwa kutengeneza. And for those who maybe their heart is still very hard to repair. Hili neno tulifanya ndoa mwezi wa pili mwaka wa 2000. We got married in 2000 and it was in April, February. Kabla ya ndoa, before the marriage,
Bwana akaniambia hivi, The Lord told me this. I need you to make peace with that family. Ninatamani wewe uweke amani pamoja na familia hiyo. Amen. Amen. Making peace. Kuweka amani. Kwa ile wakati nilipata message sikuelewa. That time I received a message I did not really understood. Nikajiuliza ku make peace ina maana And gani? I asked myself to make peace, what the meaning Alafu of it. tukarudia nikaanza kumfasiria. And when you came back and I started explaining to Namwambia her, Bwana anataka kabla tujaunga the Lord needs, before we got married, to make peace. we have to make peace. Lakini mimi najua kwenye upande wa familia yangu, But I know on my side, my family side, nimeangalia sijui nita make peace na nani. I just look and I don't know who make gonna make Lakini peace acha with. tuangalie kwenye upande wa But familia let us yako. look at your family side. Kama kuna kitu ambacho tunaweza kufanya kwa ku make If there is peace. something we can do to make peace. Alafu tukaanza kuangalia, And we tukarudia start to kwenye do the jinsi alivyokomaa. retrospective. And we Na look wakati at how she akinielezea, grown up. And what Roho wa Mungu she akaniconvince and the Spirit of God kwamba kwenye convinced hii me ndoa that in this sharti marriage, pawe mtu wa kwabo baba it yake. must have one person from their father's Nilijua side. ilikuwa mazito. And no, it was very hard. Nikaenda kuongea na mama, I went to speak to her. mama mkwe, nikamwambia hivi, And my mother-in-law, and I told her, ninajua kwako itakuwa mazito, I know that your side will be very hard. lakini Mungu amenipa neema ya But kumjua, God gave me a grace to know Him. na Mungu amenioda hivi, And God ordered me kabla this. hatujafanya ndoa na dada, Before we do wedding with sister, tutafute mtu wa kwabo we baba. have to look for someone from Mama the father's akaniambia side. hivi, And the mother told me this. kama ukijisikia kuifanya, If you feel to do it, mimi sina shida. I don't have a problem with that. Amen. Amen. Hapo ndipo umesikia amesema tukaanza kutafuta. That's why you heard that she said we start looking. Tumetafuta Bukavu mzima, We search all the city of Bukavu. tumetafuta kuuliza mahabari. To ask news. Siku zinaendelea, And days gone siku by. za kwanza kupanda mali zinataka The kufika. day to give a bride Hivi price. nikamuuliza Mungu, And I asked God, uliniambia ku make peace, you told me to make a peace. hawa watu hawapatikani. These people we can't find them. Nimezungumza na mama mkwe, I spoke with my naona kwamba mother-in-law. hana problem, roho yake She does not have a imeshasamehe, problem. She always lakini forgives. hawa watu hatuwaoni. But these people we can't see them. Haleluya. Hallelujah. Wiki hiyo hiyo The same week, kukajitokeza mtu mmoja, one person appeared. identity yake yote akajipa. And he gave all the identity. Kumbe huyu ndugu For this brother, nilikuwa natumika naye kuesnel, I used to work with him at tunaonanaka CSN. kukazi, We always see each other. sijue kwamba ni wakwabo mama. I never knew that he belongs to my wife's family. Amen. Amen. Siku moja Bwana akanisaidia nikapatana na yeye. And one day the Lord helped me and then we met Njoo together. kujua kwamba sura mimi naijua kwenye To kazi, know that the face physically I know him from work. lakini ni baba yake mloko kabisa na mama. But he's the youngest brother to So tukafanya safari na mama kwenda huko, So we take a journey to go there. nikamwambia hivi, And I told him this. ninakuja kwa ajili ya Kristo, I'm coming because of Christ. kwamba Bwana ananituma hivi, That the Lord sent me this. watu wa jamaa yako The people from your mmoja family. wenu sherti awe kwenye ndoa. One of you must be at our wedding. Makusudi mmoja wenu awe kwenye And ndoa, for you to be at the wedding, mmoja wenu atakuja kwenye dot. so one of you will come to the bride price day. Ninakuachia ufanye haya. And I leave this one to do for you. Tukaenda, And we left. akaanza fanya mambo mengine kwenye nyumba He yake, started doing other stuff in their alafu family. akatumia habari, anasema And it's good news. Said that the news. nitakuja kwenye ndoa kwa ajili ya And familia. said, I will come representing my family to the wedding. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Huyo kijana amekuja, And that man came. alikuwa pale wakati ya dot, He was there to the bride day. na mama mkwe amemkabidhi kila kitu. And my mother-in-law gave everything to him. Nataka nikupatie neno making peace. I just need to give you this word, making peace. Kufanya amani au kutafuta amani, Looking or searching for Mungu peace, anailipa. God pays it back. Inaweza kuwa mazito, It may be hard, lakini Mungu anailipa. but God always pays. Kama kuna yale ambayo unayapitia, If there is something you pass na Roho wa into, Mungu anaweza kukuambia hii inahitaji and the umake Spirit peace, of God can tell you to make peace with nikuombee this, sana kwa jina la Yesu. I ask you in the name of Fanya Jesus, hatua za ku make do peace. a step to make peace. Yatakayokuja kule usijiulize. Whatever will come there, Wewe do not ukifanya ask peace, yourself. Mungu mwenye peace If you atafanya. just make peace, God, the peaceful person, will do other things. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya huyo ushirika. We thank God for this union. Tangu siku ya ndoa Since the wedding, tunawajua wakwao baba yake. we know now the people from her father's Amen. house. Amen. Mwezi moja au mbili iliyopita
1 month ago, 2 bado tulikuwa tungali naongea nao. we were talking to them on the phone. So nikwambie miaka 18 baadaye, Let me tell you, after 18 years, ile make peace ambayo Bwana aliniambia the word to make mpaka peace, leo inasimama. the Lord spoke to me until now, it still stood up. Mungu akubariki. May God bless you for that. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Huyu ndio Mungu wetu. That is our God. Mungu akitupa neema, If God gave us a grace, tunaweza malizia next week. we can finish next week. Amen. Amen. Kuna madhara makubwa kama au kumbuki. There is so many consequences if you don't remember. Kuna kufa kama au kumbuki. There is a death if you don't remember. Mungu awabariki sana. May God bless you so much.